Ulimwengu wote ambao unataka kuendea lazima utatafuta role model wako, kwamba mimi nataka nikiendea jamii niwe kama fulani. Katika ulimwengu wa Kishia ulibahatika kuwa na maulama wakubwa wakati huo, zama hizo, wana nguvu kweli kweli, wana uwezo kweli kweli, sio vitabu, sio akili mazungumzo, uwezo ambao ulikuwa umekamilika. Akiwepo almarhum Sheikh Abdullah Nasir, akiwemo vile vile mzee wetu huyu Sheikh Ali Mayunga, walikuwa ni masimba kweli kweli kuhusu madhhab ya Ahlul Bayt alayhi salam. Akiwepo mzee wetu Dr. Khatib, Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu, lakini wakiwepo akina Sheikh Musabbah, ni sehemu ambazo na ni nguzo ambazo wakati huo ndio zilikuwa zikitizama ni kwamba ni nguzo za madhhabi ya Ahlul Bayt. Historia fupi katika kutafuta role model, kwamba tunataka tuelekee uwanja wa tablighi ya kijamii, tunataka twende kwa mfumo, tuwe kama nani, tuingie kwa nguzo hiyo. Nakumbuka siku moja tulikaa tukamdurusu Dr. Khatib, tukasema fadhila ya Dr. Khatib ni mwalimu sana, ni mwalimu sana, na katika ulimwengu wa maswali na majibu unaweza kwenda kukopa. Lakini tukasema hii maswala ya ulimwengu wa maswali na majibu yatatupa kazi nyingine, hata kufundisha hauza pia tutakosa. Tukaona ule mfumo wetu, tukaenda mfumo mwingine, tukaja tukamtazama Sheikh Ali Mayunga. Sheikh Ali Mayunga wakati huo anaandika kweli kweli na anasoma. Sasa wakati mimi nimesoma vitabu vyake, baadhi vilikuwa vya Kiswahili, vikawa vimenivutia, lakini tatizo likawa tena, ili kuvaa uhusika kuwa role model wako, kaenda kuvaa ule uhusika kamili, ilikuwa ni ngumu sana. Ulikuwa ni ngumu, unakuhitaji ili uweze kuvaa uhusika wake, lazima ukae naye. Ili uweze kuvaa ile uhusika, uweze kuingia tablighi kwa namna yeye alivyo, ulikuwa unahitaji muda tena utoke uende ukakae, na namna anapopitia neno kwa neno mpaka kuja kwa hakiki, mpaka aje atoe kilichokuwa sawa sawa, chenyewe kinachukua miezi miwili. Peji ngapi? Peji kama 3. Kaona hivyo na nikazidi zaidi. Kwa hiyo ikawa shekhe bado hakunikosha. Sasa tukahamia mazingira ya pili. Sasa bora tutafute masala mengine, na mtu tutafute kuwa makhutaba, itoshe tuwe wahubiri. Kaingia katika ngazi ya kuwa wahubiri. Kwa wahubiri kulikuwa kuna tatizo moja. Tatizo ilikuwa ni kutafuta lugha, kurahisisha. Nimesoma kwa Kiarabu na nini sasa, lakini mhitaji kurahisisha zile lugha zenu. Unajua sio kwamba ukisoma Kiarabu kwa kusema unaweza ukaeleweka. Kuna lugha utakayosema ueleweke. Sasa tukaingia katika namna ya kuangalia hivi ni lugha gani mimi nitakayotumia ieleweke. Hapa mimi nilichagua katika kuangalia makhutaba, mimi nikachagua mfumo wa Sheikh Abdullah Nasir. Kwa sababu ulikuwa ni mfumo niliona kidogo mwepesi. Una lugha laini, una simple language. Alafu na namna ya kufanya jambo kubwa lile jambo gumu, lakini unalifanya likawa jepesi. Kwa hiyo likaeleweka kirahisi.